Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na sehemu ya 3 siku ya leo ya simulizi yetu nzuri inaitwa Jini Mariam. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 2 siku ya jana, na kama utakuwa unakumbuka vizuri pale ambapo tulishia, ilikuwa ni pale ambapo wakati kijana wetu Hasani anaendelea kuishi na Mariam kama mpenzi wake, anatokea kupata tamaa ya kulala na msichana mwingine kabisa, Judith, ambaye alikuwa anampenda. Licha ya ndoto ya kutisha aliyoiota kuhusu Judith usiku wa kuamkia leo, lakini bado Hasani amekuja hapa chumbani kwa rafiki yake Chidi, ambako ndiko Judith alikuwepo. Kilichoendelea niko nacho hapa katika sehemu ya 3 siku ya leo. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi. Nilikuwa nagonga mlango kiustaarabu tu mwanzo, kwa sababu ya kuhofia kuwakera majirani ambao labda walikuwa melala ama kufanya mambo yao. Unajua tena nyumba za kupanga, lakini ukimya wa mle chumbani ukanituma niendelee kugonga tena na tena. Na kadiri muda ulivyokuwa nazidi kwenda mbele, ndivyo nilikuwa nazidisha kugonga, huku akili yangu ilikuwa ni kama imeruka hivi. Nasema kwamba ilikuwa imeruka kwa sababu nilikuwa napaswa kushukuru kuona kwamba Judy hakuwepo. Lakini badala yake nilikuwa nataka kujua ndani kulikuwa na kitu gani. Nikajisahau kabisa na kuzidi kugonga tena na tena. Na tena safari hii nilikuwa nazidisha kwa kuanza kutaja mpaka jina lake. Judith, najua kabisa kwamba upo humu ndani. Fungua mlango basi tuzungumze. Judith, fungua mlango basi. Haya yalikuwa ni maneno ambayo yalikuwa yanatoka wakati anaendelea kugonga. Nikaona isiwe tabu, nikaanza kusukuma mlango kwa fujo, na huko nilikuwa nataja jina la Judith. Yale mawazo ya kwamba nitakera wapangaji yakaondoka kabisa akilini mwangu. Sasa nilianza kupiga kelele, na huko nilikuwa na usukuma mlango kwa nguvu, lakini bado mlango haukuwa unafunguka. Ama ndio kusema kwamba nitakuwa nimekosea nyumba? Nilikuwa najiuliza bali tu maswali, na kisha nikatoka kwenye mlango na kusogea mbali na ile nyumba. Nikaitazama kwa mbali ili kusudi kuhakikisha kweli kabisa ni pale ambapo Chidi alikuwa anaishi. Ama ndio kusema kwamba mimi nilikuwa nimekosea nyumba? Mbona ni penyewe kabisa hapa jamani? Nilikuwa najipatia tu majibu kwa sauti ya juu. Sasa mbona huyu Judith afungue mlango wakati Chidi amesema kwamba Judith yuko nyumbani? Nilikuwa najiuliza pale tena maswali, na huko nilikuwa narejea pale mlangoni, na sasa nilikuwa nimepania hata kuvunja kabisa mlango. Kweli kabisa nilianza kupiga mlango wa Chidi kwa mateke pamoja na ngumi za nguvu, na huko nilikuwa nataja jina la Judith kwamba anifungulie. Kuna wakati nilianza kutokana kabisa na kukashifu kitendo chake cha kukaa kimya wakati alikuwa ndani. Nilikuwa nimeghadhabika vibaya sana kwa kile kitendo. Hivi Judith, kwani mimi unanichukulia vipi? Unaniona kama mimi ni wakuja sana, si ndio? Nilikuwa nazungumza bali kwa jaziba, na huko nilikuwa naendelea kugonga mlango. Na kitu ambacho hujakijua kabisa msikilizaji ni kwamba wakati anaendelea kugonga na kuita kwa sauti kubwa, hakutokea hata mpangaji mmoja kunilalamikia, na hiyo ikanipatia nguvu zaidi ya kuendelea kupiga mlango wa Chidi kwa nguvu. Basi sawa, mimi naondoka zangu, lakini nasema kwamba usinitafute tena. Nilikuwa nazungumza vile baada ya jitihada zote kugonga mwamba. Mateke pamoja na ngumi havikutosha kabisa mimi kufungua ule mlango, na hiyo kusema kweli kabisa iliniumiza sana. Niliondoka, na huko nilikuwa na hasira za kutosha. Mara baada ya mwendo wa dakika chache nilifika ofisini kwangu. Chidi sikumkuta kabisa pale, kulikuwa kimya. Milango ya vyumba vingine vya biashara ilikuwa imefungwa kasoro mlango wangu tu. Niliingia na kuanza kulalamika kwa utovu wa nidhamu kutokea kwa rafiki yangu Chidi, kwamba mimi nilikuwa nimemwachia ofisi, lakini yeye ameondoka na kuiacha wazi kama hivi.
kama vitu vikiibiwaje? Nilikuwa nimekasirika sana. Niliangaza huko na kule mle ofisini na niliona kila kitu kilikuwa sawa tu. Hakuna chochote ambacho kilikuwa kimepotea. Hali ya uchovu kutokana na heka za kugonga mlango huko kwa Chidi vikanifanya nipande juu ya kochi na kujalaza hapo, na punde usingizi mzito ukanibeba. Walikuwa na usingizi mkali sana. Sikujua kabisa hata ni wapi walipokuwa wametokea. Mtetemo wa simu ambao ulikuwa natambaa kutoka kwenye mfuko wa suruali yangu na kusambaa katika mwili wangu mzima ndio uliokuja kunistua kutokea kwenye ule usingizi wa ajabu. Niliamka na kukutana na baridi kali sana inayopatikana hapa Moshi. Mimi sikujali kabisa kwa sababu sikuwa nimevaa sweta. Kile ambacho nilikuwa najali ilikuwa ni kutoa simu yangu ambayo ilikuwa inaendelea kuita mfukoni. Nilipokea na kisha kuweka sikioni. Vipi, uko wapi wewe? Ilikuwa ni sauti ya Chidi ambaye alikuwa anauliza kwa nguvu kutokea huko upande wa pili wa simu. Chidi, unaniuliza mimi niko wapi? Nilikuwa namuuliza pale swali Chidi. Hapo akili yangu ilikumbuka kwamba nilikuwa nimelala saluni kwangu ambako yeye sikumkuta. Lakini wakati ule ule akili yangu ilikaa sawa. Nikaanza kujiuliza hapa nilikuwa wapi? Oya mwanangu. Alikuwa anazungumza pale Chidi kwenye simu kutokea huko upande wa pili wa simu. Wakati huo mimi nilibaki mdomo wazi na sijui kabisa pale nilikuwa nimefika vipi. Hasani, uko wapi tena mwanangu? Muda umekimbia sana, nahitaji ufungo wangu. Alikuwa anazungumza pale Chidi kutokea huko upande wa pili wa simu. Najikuta niko juu ya mti hapa Chidi, hata sijui imekuwaje. Uko juu ya mti? Mti gani tena Hasani? Kusema ukweli kabisa hakuna chochote ambacho najua mwanangu Chidi. Lakini hapa ninapozungumza nawe najiona niko juu ya mti. Nilikuwa najibu vile kumelekezea Chidi na yeye alikaa kimya kwa muda. Ni kweli kabisa msikilizaji, nilikuwa juu ya mti mkubwa sana. Nilikaa kwenye tawi fulani pana na nilikuwa naonekana kabisa kwamba nilikuwa nimelala hapo muda wote. Tayari kulikuwa na giza ambalo lilikuwa usoni. Kwa hivyo sikujua kabisa pale ilikuwa ni wapi na nilikuwa nimefika vipi. Kutazama saa kwenye simu ilikuwa inaonyesha kwamba ni saa 3 za usiku. Yalikuwa ni maajabu makubwa mno. Yaani tangu muda wale wa saa 8 kasoro za mchana nilipokwenda kukutana na Judith mpaka muda huu wa saa 3 nilikuwa bado niko juu ya mti. Ni kitu gani haswa ambacho kilikuwa kimenikuta mimi jamani? Nilikuwa najiuliza pale tu maswali. Mwanangu wasi, hebu acha masiara kidogo basi. Niambie uko wapi? Alikuwa anauliza pale swali Chidi kutokea huko upande wa pili wa simu. Nipo juu ya mti kaka, na sijui kabisa hata nimepanda vipi huku. Yaani kusema kweli kabisa hata mimi nashangaa. Nilikuwa namjibu vile Chidi. Na Judith ulikutana naye au? Nimekutana na Judith wapi tena kaka, wakati nimefika mpaka kwako. Nikagonga kabisa mlango lakini Judith hajafungua. Nilikuwa najibu vile kumelekezea Chidi. We jamaa, hebu acha uongo wako bwana. Bwana demo anasema kwamba hujaenda kabisa pale nyumbani wala nini. Kanipigia simu analalamika kinoma yani. Kasema kwamba amekusubiri sana muda wote lakini hujafika. Sasa Chidi, mimi nisiende kwa sababu gani wakati nilichukua kabisa funguo kwako kwamba na kwenda nyumbani? Ndo sijajua sasa Hasani. Na ukute kweli kabisa wewe ni joka la kibisa. Unashindwa kabisa kwenda kwa mwanamke ambaye yuko kabisa chumbani Hasani. Umeamua kwenda kutungua mapera juu ya mti kweli kabisa Hasani? Alikuwa anazungumza pale Chidi na huku alikuwa anacheka. Nilikuwa juu ya mti, lakini sio mti wa mpera. Huu ulikuwa ni mpana sana mithili ya mbuyu hivi. Lakini mwanangu, mimi sipo juu ya mpera, nipo kwenye mbuyu. Mbuyu umetokea wapi tena huku Moshi Hasani? Hebu acha bangi zako bwana. Chidi, ni kweli kabisa na kuwa pia kwamba niko juu ya mbuyu.
Nilikuwa nazungumza pale kumwelekezea Chidi, kumhakikishia kweli kabisa hicho ambacho nilikuwa nazungumza, na yeye akatulia kimya kwa muda. Kuna mbuyu mmoja tu hapa Moshi, upo kweli kwa Bibi Shija. Alikuwa anazungumza pale Chidi kutokea huko upande wa pili wa simu, na mimi ndipo nilikumbuka hicho ambacho alikuwa amezungumza. Nikakata simu na kuanza kuwasha kurunzi, nikaangaza huko na kule. Ni kweli kabisa kwa mbali niliona kulikuwa na nyumba ya Bibi Shija. Pale ambapo nilikwepa ilikuwa ni kama kilomita 5 kutoka ofisini. Halafu ilikuwa ni kinyume kabisa na kule ambapo nilikuwa nakwenda. Yaani kule ambako alikuwepo Judith ilikuwa ni kusini, na mimi nilikuwa naelekea kaskazini. Simu ilianza kuita tena. Mpigaji alikuwa ni Chidi, nikaipokea. Bwana, sasa unakata simu Hasani? Ni kweli kabisa mwanangu, kama ambavyo umesema niko kwa Bibi Shija. Badala ya kujibu swali lake, mimi nikazungumza hivyo. Sasa umefika vipi huko nyumbani kwa Bibi Shija we jamaa? Kusema kweli kabisa Chidi hakuwa na chochote ambacho najua. Nilikuwa najibu vile. Chidi alianza kuzungumza mambo mengine, lakini kwangu nilikuwa nahitaji kushuka kwanza juu ya mti na kurejea ofisini. Yale ambayo yalikuwa yamenikuta yalikuwa ni maruerue ya mwaka. Nilifanikiwa kushuka kwa shida sana. Mara baada ya kushuka niliangaza huko na huku kwa makini mkubwa. Sikuona kabisa kama kuna mtu ambaye alikuwa ananitilia manani. Niliondoka taratibu na huku baridi ilikuwa inaendelea kunipiga. Nilifika kwenye kituo fulani cha waendesha bodaboda, lakini niliona wengi wao walikuwa wanaanza kutawanyika na huku wengine walikuwa wanacheka. Nilishindwa kabisa kuelewa moja kwa moja sababu ya wao kufanya kama vile ilikuwa ni ipi. Maana hata kila bodaboda ambaye nilikuwa namfuata mimi, nilikuwa naona kama vile hakuwa anataka uwepo wangu katika eneo lile. Nilikaza moyo bila kuuliza mpaka nikampata mtu mmoja ambaye hata wenzake walishangaa sana alipokubali kunipeleka eneo ambalo nilikuwa nafanyia kazi. Oya, unapaswa kuwa makini sana mwanangu. Mwezi mchanga huu asije akakukaba. Mmoja kati ya wale bodaboda alikuwa anazungumza vile kumwelekezea mwenzake. Mimi sikujua kabisa hata ni kitu gani ambacho alikuwa anamaanisha. Hakuna kitu kama hicho mwanangu, wewe utaona tu. Yule bodaboda aliyekubali kunibeba mimi alikuwa anazungumza vile, na huko nilikuwa namwahidi kuwa akinifikisha sehemu ambayo nilikuwa nataka nitampatia ujira wake. Ni kweli kabisa safari ilianza. Mimi nilikuwa nyuma na bodaboda alikuwa mbele. Kimya kilikuwa ni kikubwa, japo nilikuwa natamani sana kuuliza ni kitu gani ambacho kilikuwa kimesababisha wale wenzake wazungumze maneno kama yale, na wengine kuonekana kwamba walikuwa nakataa kabisa kunibeba mimi. Oya kaka, samani. Kwani mwezi mchanga ndio kitu gani? Hatimaye nikamuuliza pale swali na nikasikia alikuwa anacheka kidogo kabla hajajibu. Yaani maana yake ni kwamba ni mtu kama Tahira hivi, ama mtu ambaye anapandwa na ukichaa. Mara nyingi hayo hutokea wakati mwezi unaandama. Ndio maana mtu kama huyo anaitwa mwezi mchanga. Alikuwa anajibu vile huyo bodaboda. Sasa kaka, ni kwa nini wale wanadhani kwamba mimi ni kichaa? Nilikuwa namuuliza pale swali. Kwani wewe hujui vile ambavyo walikuwa nafanya? Nimefanya aje tena kwani kaka, mbona sielewi hicho ambacho nazungumza? Nilikuwa namuuliza pale swali huyu bodaboda. Jamaa alishika sana na kisha akaniahidi kwamba atanionyesha yote ambayo nilikuwa nafanya mara baada ya kufika safari. Na kumbe walikuwa wamenichukua kabisa video kwa kutumia simu. Shauku ya kujua kitu ambacho kilikuwa kimetokea ilikuwa ni kubwa. Niliona kama vile isifiki. Hatimaye kweli kabisa nilifika ofisini kwangu. Nikamuita bodaboda aingie ndani. Nilimkuta Chidi anaangalia TV. Alisimamisha kile ambacho alikuwa anatazama na kunisabahi. Lakini mimi sikujali. Akili yangu ilikuwa kwa yule dereva bodaboda tu. Karibu sana kaka, hapa ndipo ambapo nafanyia kazi. Nilikuwa nazungumza pale kumwelekezea yule bodaboda, na yeye alikaa kwenye moja kati ya sofa la mle kwenye saloni.
na kisha alitoa simu yake na kucheza ile video ambayo nilikuwa nimerekodiwa. Chidi naye alisogea ili kusudi kushuhudia hicho ambacho tulikuwa tunatazama. Sote tulibaki mdomo wazi tu. Hapana, huyu sio mimi jamani. Kaka, huyu ni wewe kabisa kwa asilimia zote 100. Hebu cheki suruali waliovaa, shati walilovaa pamoja na raba chini. Alikuwa anazungumza pale jamaa huyu kunihakikisha kwamba nilikuwa ni mimi, na kwa sababu nilikuwa sijabadilisha nguo, basi kweli kabisa niliona kwamba nilikuwa najikata. Ukweli nilikuwa ni mimi. Kwenye ile video nilikuwa naonekana niko kwenye ule mbuyu kwa Bibi Shija. Nilikuwa naanza kuugonga taratibu huo mti kama ambavyo nilikuwa nafanya kule ambapo nilikuwa nimemfuata Judy kwenye chumba cha Chidi. Yaani msikilizaji, kumbe wakati mimi najua na kwamba nilikuwa nagonga mlangoni, na kumbe sikuwa mlangoni kama ambavyo nilikuwa nafikiria. Nilikuwepo chini ya mbuyu wa Bibi Shija. Na kuna muda nilikuwa nazungumza maneno na huko nilikuwa namtaja Judith na kuupiga sana mateke ule mbuyu. Nilikuwa naupiga ngumi na huko nilikuwa nalalamika kwa kumtaja mtu ambaye alikuwa amenipeleka pale. Watu walikuwa wananitazama na wengine walikuwa naogopa hata kunifuata na kuniokoa. Walikuwa wananiogopa kwa sababu ya matendo ambayo nilikuwa nafanya pale. Na mwisho kabisa nilionekana nilikuwa narudi nyuma na kuutazama ule mbuyu kwa juu. Yaani ilikuwa na kile kitendo cha mimi kurejea nyuma ili kusudi kuhakikisha kama kweli kabisa hii ndio nyumba ambayo Chidi alikuwa anaishi, na kumbe nilikuwa natazama ukubwa wa mbuyu. Na mara baada ya hapa walionekana kwamba walikuwa naondoka mara moja, na kisha wakarejea tena na kuanza kupanda ule mbuyu. Walipofika juu kalala. Alikuwa anazungumza pale huyu dereva bodaboda, na kisha aliangua kicheko cha nguvu sana. Sasa ni kwa nini hamkwenda kumshusha wakati mlikuwa mnashuhudia kila kitu ambacho alikuwa anafanya? Alikuwa anauliza pale swali Chidi. We, nani athubutu kwenda kumshusha? Bibi Shija alisema kwamba tumwache pale pale, akitulia atashuka ye mwenyewe. Alikuwa anajibu pale jamaa huyu bodaboda. Basi huyo Bibi Shija ndo shida yenyewe mwanangu. Huyo ndio kakoroga, yani sio bure. Alikuwa anazungumza pale Chidi. Hapana jamani, yule bibi hanaga kabisa mambo kama hayo. Mnataka kumsingizia bure tu. Huyu jamaa nati melegea mwenyewe. Alikuwa anazungumza pale huyu bodaboda na kunikera mno katika moyo wangu. Na tena alianza kutupita kwa kasi sana pale kijiweni. Akazunguka huko na kule, alafu baadaye akatua funguo na kwenda pale kwenye mbuyu. Akaanza kuingiza funguo kwa nguvu kinoma pale kwenye mti. Na kama hiyo haitosha, akaanza kukwangua kabisa wale mbuyu. Yaani vilikuwa ni vituko tupu. Alikuwa anazidi kuzungumza bila huyu bodaboda, na huku alikuwa anacheka kwa kejeli. Kusema kweli kabisa mimi sielewi mwanangu. Ni kwa nini sasa ulikuwa nafanya hayo yote Hasani? Na ni kwa nini ulienda huko kwenye mbuyu wakati unajua kabisa chumba changu kiko maeneo gani? Alikuwa anauliza pale swali Chidi. Kusema kweli kabisa mwanangu, acha tu. Yaani hapa hata mimi hakuna chochote ambacho naelewa kabisa. Mimi akili yangu nilikuwa nadhani ya kwamba nilienda kwenye chumba chako kama ambavyo tulizungumza Chidi. Na ni kweli kabisa niliona nipo kwako. Sasa ikawaje? Alikuwa anauliza pale swali Chidi, na mimi nikampatia mkasa mzima juu ya kile ambacho kilikuwa kimetokea. Sasa hata yule dereva bodaboda alianza kuamini kwamba kulikuwa na ushirikina ulikuwa umehusika vizuri kabisa katika jambo hili. Mara baada ya kumaliza kuzungumza mkasa mzima, dereva bodaboda aliaga, na mimi nikapanga vyema kabisa ofisi yangu kabla hatujaagana na Chidi. Yeye akarejea kwake na mimi nilikuwa narejea nyumbani kwangu. Huko nyumbani, msikilizaji, nilipokelewa na Mariam, mwanamke pekee ambaye angepoza maumivu yangu yote ya siku nzima. Ilikuwa ni muda wa kutoka kazini, naye alinipokea kwa bashasha, na kabla ya yote alinitazama usoni
na aligundua kwamba siko katika hali ambayo huwa anakuwa nayo siku zote, na hiyo ikamfanya niulize maswali. Hasani, vipi tena, kuna tatizo lolote mpenzi? Hapana mama, hakuna tatizo, mimi niko sawa kabisa. Japo ni kweli kabisa siko sawa kivile. Shida haswa ni nini? Alikuwa anauliza pale maswali Mariam, na mimi sikuwa nataka maswali kama yale yaendelee. Kwa nikamjibu mara moja tu kwamba nimepata ajali. Lakini haikuwa imeniumiza sana zaidi ya kunichubua tu mkononi na mguuni basi. Lakini kusema ukweli nilikuwa nimechubuka kwa sababu ya kupiga mateke ule mbuyu. Tulikwenda kuoga na baadaye tulikula chakula cha usiku bila bidada huyu kung'amua jambo lolote lile. Toka siku hiyo ya mimi kuota ndoto natumbukia kwenye shimo na kisha baadaye kujikuta niko juu ya mti wa mbuyu, niliendelea kusumbuliwa na ndoto za wazazi wangu wakinisihi niende kuwasalimia huko Tanga. Lakini pia karibu na yeye alikuwa mstari wa mbele kabisa kunitaka niende kumtembelea. Na jinsi vile ambavyo nilikuwa nazidi kuziota ndoto kama hizo msikilizaji, ndivyo Mariamu na yeye alikuwa nazilisha kuniongezea dozi mbalimbali za chakula kizuri pamoja na mapenzi motomoto. Mara nyingi nilikuwa najikuta nilikuwa nasahau kabisa ya nyuma na kuanza kurejea katika hali yangu ya kawaida. Yale ambayo yalikuwa natokea kukutwa juu ya mti yalianza kupotea taratibu akilini, huku Mariamu alikuwa hajapata taarifa zozote zile kwa sababu hakuwa na urafiki na mtu yoyote. Hilo likanipatia imani ya kwamba hakukuwa na tatizo lolote. Nilikuwa naendelea tu na kazi yangu ya kunywa kama kawaida, lakini bado ndoto kali sana za wazazi wangu zilikuwa zinaendelea kuniandama. Ni kama vile walikuwa wananionyesha jambo fulani la maana sana, lakini mimi mara kwa mara nilikuwa napuuzia, hasa pale ambapo nilikuwa namhadithia Mariamu hizo ndoto ambazo nilikuwa naota. Yeye alikuwa anasema kwamba zilikuwa ni ndoto tu, kwa hivyo niwapigie simu wazazi kuwajulia hali basi. Ni kweli kabisa, pale ambapo nilikuwa napiga simu walikuwa nasema kwamba walikuwa salama kabisa, na kama walikuwa na shida mbalimbali hasa za kifedha, mimi nilikuwa nawatumia. Hawakuonekana kabisa kujali mimi kutokwenda. Walikuwa naamini kwamba bado nilikuwa natafuta, siku nikipata nitakwenda. Lakini sasa inakuwaje wakati nazungumza nao kwenye simu walikuwa wanaonekana hawajali kabisa mimi kutoenda kuwasalimia? Lakini kwenye ndoto ambazo nilikuwa naota walikuwa wanaonekana kunilaumu na kutaka kwenda niwasalimie huko Tanga. Wiki 2 zilikata na baadaye zikapita wiki 3. Ule mkasa uliotokea ukapotea kabisa kichwani mwangu na sikutaka ujitokeze tena. Na sasa nilikuwa makini sana na walimwengu kwa sababu wengine hawanaga kabisa dogo. Huwezi kujua walinipandisha kwenye mbuyu kwa sababu gani. Siku nyingine isiyo na jina nilijiandaa vizuri kabisa kwa ajili ya kuelekea kazini. Niliagana na mpenzi wangu Mariamu nyumbani, naye akaniaga vizuri kabisa kwa bashasha kama ilivyo siku zote. Nilifika ofisini kwangu na kuanza kazi za hapa na pale kama vile usafi pamoja na kupanga vifaa vyangu vya kazi. Na punde wateja walianza kuja na mimi niliwahudumia vizuri kabisa kama ambavyo wanafanya siku zote. Na ilipofika majira ya saa 7 za mchana, rafiki yangu yule Chidi alikuja ofisini kwangu na kuniletea taarifa mpya kutoka kwa yule bidada Judith. Oya Hasani, vipi Chidi, kuna habari gani? Kusema kweli kabisa Judith bado anakupenda sana Hasani. Oya Chidi, hayo mambo nataka nikwambie ukweli kabisa kwamba siyahitaji tena. Nimeshalazwa juu ya mbuyu kisa habari kama hizo, umesahau? Lakini kwani Hasani yeye ndio aliyosababisha au? Hayo mambo ya vijicho tu kwa Waafrika. Watu wanakuwa ni wivu kwa sababu ya saluni yako nzuri na pesa ambazo wanaingiza kila siku, lakini sio kwa sababu ya Judith. Kwa sasa walikuwa nataka kusemaje Chidi? Mtoto anataka kuja yeye mwenyewe hapa ili kusudi mmalizane. Kwa kazi ni kwako. Sasa namalizana naye vipi hapa ofisini Chidi? Kwani hapa unashindwa kitu gani Hasani? Alikuwa anazungumza vile Chidi na huku alikuwa ananionyesha kwenye kochi la watu wawili pale ofisini. Lakini unajua kabisa kwamba hapa ni ofisini bwana, siwezi kupanajisi.
basi kama huwezi mpeleke hata kwenye nyumba ya wageni. Hapo mtaa wa pili kuna nyumba ya wageni nzuri kabisa Hasani. Alikuwa anazungumza pale chini kunishauri, na mimi kweli kabisa nikaingiwa na tamaa kwa mara nyingine. Kwa sasa nampataje? Nilikuwa namuuliza pale swali chini, akatabasamu na kisha kunijibu. Nakupatia nambari yake ya simu. Ukifika muda wa saa 12 za jioni, nenda huko kwenye nyumba hiyo ya wageni na kisha mpigie simu. Alikuwa anazungumza pale chini na kisha kunipatia hizo namba za Judith. Kweli kabisa nikazisevu kwa jina lake. Tuliendelea kuzungumza habari nyingine za hapa na pale, na huko kila wakati Chidi alikuwa anasisitiza kwamba nisiache kutoka na Judith siku ile. Na kusema ukweli kabisa Chidi alikuwa ananihamasisha sana, na nikajikuta nilikuwa naingia kichwa katika mtego huu wa shetani. Majira ya saa 12 nilikuwa nimetangulia pale kwenye nyumba ya kulala wageni. Nikaoga pale pale. Mara baada ya hapo nikawasha TV ambayo ilikuwa kwenye chumba kile cha kulala, na kisha kwa mbwembwe kubwa sana nikatoa simu yangu na kutafuta namba ambayo nilikuwa nimepewa na Chidi. Niliiona, nikabonyeza tayari kwa ajili ya kuzungumza na Judith. Simu iliita milio miwili tu na kisha ilipokelewa huko upande wa pili. Ilipokelewa na bidada ambaye alinifanya nibaki nilikuwa nimetanua mdomo kwa mshangao. Halo, huduma kwa wateja. Nikusaidia kitu gani tafadhali? Alikuwa anazungumza bado huyo mdada kutokea huko upande wa pili wa simu. Huduma kwa wateja tena? Hebu acha utani basi Judith. Samani kaka, tafadhali tukusaidia kitu gani? Ilikuwa nauliza pale tena swali ya huyo mdada kutokea upande wa pili wa simu. Kwanza nikatulia nisijue kabisa hata nijibu kitu gani. Nikaitazama ile namba ambayo alikuwa amenipatia Chidi kuona kama kweli kabisa ilikuwa ni namba ya huduma kwa wateja. Lakini niliona hapana, maana nilikuwa nimeisevu kwa jina la Judith, na ndio ile ambayo nilikuwa nimepiga. Halo kaka, hapa ni huduma kwa wateja, nikusaidia tafadhali. Yule bidada kutokea huko upande wa pili wa simu alikuwa anazungumza pale tena. Samani, nimekosea namba dada yangu. Nilikuwa nafikiria kwamba nampigia mtu mwingine. Nilikuwa nazungumza pale kumwelekezea huyo dada. Sikutaka jibu lolote. Nilikata simu mara moja na kisha nikatulia kwa muda, nikiwa nawaza tu haya maajabu vile ambavyo yalikuwa yanatokea. Akili yangu ikaniambia labda kuna namba pia za huduma za wateja nilikuwa nimesevu kwa jina la Judith kwenye simu yangu. Kwa nikachukua jukumu la kumpigia Chidi na kumwomba ile namba ya Judith tena, na tena namba zote ambazo alikuwa nazo. Na ikweli kabisa akanitumia namba zote mbili. Nikaanza kuipiga ile namba ya kwanza ambayo nilikuwa nimesevu kwa jina lake kwenye simu yangu. Ikasikika sauti ya kiume kutoka upande wa pili. Nikaganda tu nisijue kabisa nifanye kitu gani. Hapa ni dawati la jinsia. Karibu tukusaidia tafadhali. Ilikuwa nazungumza baada hiyo sauti kutoka upande wa pili wa simu. Nikakata simu hiyo mara moja. Kichwa kilianza kunizunguka. Sikuelewa kabisa yale ambayo yalikuwa yanatokea kwa sababu zipi. Maana sasa nilijua na kwamba nilikuwa napagawa nusu ya kuchanganyikiwa. Ikabaki namba moja, na hiyo nikaipiga. Namba hiyo ikaita kwa sekunde chache na upande wa pili ukapokea. Halo, hapa ni huduma kwa wateja, nikusaidia kitu gani kaka tafadhali? Sauti ya bidada ilikuwa nasikika kutokea huko upande wa pili wa simu. Umejua vipi kama mimi ni kaka, wakati nilikuwa sijazungumza kabisa kwenye simu? Nilikuwa namuuliza pale swali. Ni kwa sababu namba yako inaonekana hapa na imesajiliwa kwa majina yako ya Hassan. Akataja majina yangu yote. Nikabaki kimya tu, na huko nilikuwa na shanga. Lakini sasa mbona mimi sijapiga kabisa namba ya huduma kwa wateja? Hii ndio nambari yetu ya huduma kwa wateja kaka. Na hapa wewe ndio umepiga nambari hiyo Hassan. Alikuwa anazungumza bado huyo dada kutokea upande wa pili wa simu.
Ikabidi sasa nitazame tena kioo cha simu. Namba iliyoonekana ilikuwa ni ya kutoka mtandao fulani wa simu hapa hapa Tanzania. Lakini sasa inakuwaje niambiwa kwamba ilikuwa ni namba ya huduma kwa wateja? Tafadhali sana Hassan, kama kuna taarifa yoyote ya dharura tunaomba uripoti mara moja, na kama hakuna taarifa basi kata simu ili kusudi tuhudumie wateja wengine. Sauti kutokea upande wa pili wa simu ilikuwa inazungumza vile. Nikakata simu hiyo. Akili yangu ikaniambia sasa nimpigie Chidi mwenyewe ili kusudi yeye ndio amjulishe Judith aje pale ambapo nilikuwepo. Simu ikaita mara moja na kisha kupokelewa. Hapa ni jeshi la polisi, nikusaidie kitu gani tafadhali? Sauti nyingine nzito ambayo ilikuwa natisha kuliko zile za mwanzo ilikuwa nasikika masikioni kwangu kutokea huko upande wa pili wa simu. Kwa uoga nikaanza kuikata, lakini shaajabu simu haikukatika. Nilipobonyeza kitufe chekundu kwa ajili ya kukata simu, badala ya kukatika ikajiweka kwenye spika, na sasa nikawa nasikia sauti kubwa zaidi. Hapa ni kituo cha jeshi la polisi, tukusaidie kitu gani kijana tafadhali? Ilikuwa nazidi kuuliza vile sauti kutokea upande wa pili wa simu. Nikazidi kupagawa. Hakuwa na watu ambao nilikuwa nawaogopa katika maisha yangu kama askari wa jeshi la polisi. Sasa nilikuwa nimejikuta nimepiga simu huko, alafu sina kitu cha kuzungumza. Nitafanyaje? Na itakuwaje kama wakiamua kufuatilia nambari yangu na kugundua nilipo? Wakanifuata na kunifunga kwa kosa la kuwasumbua. Maswali hayo yote yalikuwa yanapita kichwani kwangu, na wakati huo simu ilikuwa imegoma kabisa kukatika. Yule bwana alikuwa anazidi kunguruma na kunitisha kwamba kama sintokata simu basi jeshi la polisi litanitafuta, na kile ambacho nitafanywa basi sintokuja kusahau. Nikaitazama simu yangu kwa makini. Betri lake lilikuwa ndani kwa ndani. Ni bora hata ingekuwa ni simu ndogo ningeichomwa betri, lakini sasa hii ilikuwa ni simu ya kisasa. Hata laini zake kuzitoa ni mpaka niwe na pini. Kuitafuta hiyo pini mpaka kuipata ilikuwa ni kazi nyingine. Nikaamua kuipigiza simu sakafuni kwa nguvu mpaka ikazima, maana nilikuwa nahisi ilikuwa nataka kunipeleka pabaya. Nilishusha pumzi kwa kasi na kuanza kujilaumu kwa kujiingiza katika matatizo kama yale, matatizo ambayo chanzo chake sikuwa najua kabisa. Niliamua kutoka mle chumbani na moja kwa moja nikarejea saloni kwangu. Nikamkuta Chidi alikuwa anaendelea tu na kazi ya kunyoa. Wewe mzee baba, vipi tena, mbona haraka na maana kama hiyo? Ushamaliza kazi tayari? Maana hata robo ya sukari haifungi haraka na maana kama hiyo. Alikuwa anazungumza vile Chidi. Kusema ukweli, acha kabisa mwanangu. Kuna mambo yanatokea hata sielewi kabisa yanatokea wapi. Nilikuwa nazungumza vile. Mambo gani tena mzee mwenzangu? Alikuwa anauliza vile swali Chidi, na huku alikuwa anaacha kumnyoa mteja. Ikabidi nimwambie aendelee kuanza na kazi na kisha nitamsimulia mkasa mzima. Na ni kweli kabisa, mara baada ya kumaliza kumnyoa yule mteja, nikaanza kumhadithia mkasa mzima jinsi vile ambavyo ulikuwa umetokea, mpaka nikaamua kuvunja kabisa simu. Nikamwonyesha na simu yenyewe jinsi vile ambavyo ilikuwa imevunjika. Chidi akabaki alikuwa na shanga. Wewe unasema kweli kabisa mwanangu, ama ndio kusema kwamba akili yako imechanganyikiwa kama kipindi kile? Chidi, nakwambia kweli kabisa, mimi hakuna chochote ambacho naelewa. Namba ulizokuwa unanipatia ndizo ambazo nilipiga, lakini matokeo yake ni kama hayo. Nilikuwa nazungumza vile kumelekezea Chidi. Akatoa simu yake na kisha kuingia kwenye ujumbe ambao alikuwa ameutuma namba za Judy. Akapiga hiyo namba mojawapo. Namba iliita na kisha kupokelewa upande wa pili. Halo Judith, vipi mambo? Chidi alikuwa anaanza kuzungumza vile, na baada ya dakika moja akanipatia simu mimi ili kusudi nizungumze na Judith. Tulizungumza kama dakika 2 nzima.
Nakumbuka nilimwambia Judith aje pale saloni ili kusudi tuondoke wote. Bado sikuwa nimekoma na yale matukio. Ni kweli kabisa, baada ya dakika zipatazo kama 20, Judith alifika ofisini kwangu. Alikuwa amependeza kweli kweli. Alikuwa amevaa jinsi ya bluu iliyomkaa vizuri kabisa kwenye mwili wake, na alikuwa na fulana nyeupe isiyokuwa na maandishi yoyote. Ilitosha kusema kwamba Judith alikuwa amependeza. Nywele zake alikuwa amesuka msuko wa kisasa kabisa, na kuzidi kunipatia hamasa ya kutaka kumjua kiundani zaidi msichana huyu. Alisalimia na kisha kuja kukaa pembeni yangu. Chidi alikuwa anacheka tu kama mwehu. Alikuwa anatamani ile nafasi ingekuwa ya kwake. Lakini sasa Judith alikuwa ametokea kunipenda mimi. Mambo yalikuwa yanakwenda vizuri kabisa ndani ya dakika 5 za mwanzo. Lakini sasa tulipotaka kuzungumza, kila kitu kilibadilika. Kwanza kabisa miguu yangu ilikuwa ni mizito. Alafu kabla sijakaa sawa, tumbo likaanza kuunguruma kwa nguvu. Ni kama lilikuwa limestuka hivi. Yaani lilikuwa ni lile tumbo ambalo labda umekunywa mafuta mabichi hivi. Lilikuwa linaunguruma sana, na ni wazi kabisa sehemu pekee ya kunisaidia ilikuwa ni uani. Lakini sasa miguu ilikuwa ni mizito kama nimefungwa na matofali. Ama ilikuwa ni kama kuna mtu alikuwa ameifunga kamba. Ama tuseme ni kama nilikuwa nimefukiwa kwenye shimo refu. Oya Hasani, vipi tena? Alikuwa anauliza pale swali Chidi mara baada ya kuniona nilikuwa nakunja sura na nilikuwa najipinda pinda pale kwenye kochi ambapo nilikuwa nimekaa. Judith alisimama tayari kwa ajili ya kuondoka. Ni tumbo Chidi, tumbo. Nilikuwa najibu vile, na huko nilikuwa nimeshikilia tumbo langu. Tumbo limefanya kitu gani tena Hasani? Alikuwa anauliza pale swali Chidi. Lakini sasa tumbo lilikuwa linazidi kuniuma na sikuwa naweza kulizuia tena. Nilipojilaza upande, sauti kali ilitoka na kusababisha Chidi ya baki alikuwa ameduaa. Wewe mwanangu, si uende chooni sasa au? Ni kitu gani sasa unafanya mbele ya mgeni hapa? Alikuwa anauliza pale swali Chidi mara baada ya hewa nzito kutoka tumboni. Hapa siwezi kabisa hata kuinuka mwanangu. Nilikuwa najibu vile tu, na huku nilikuwa na maumivu makali sana ya tumbo na nilikuwa najitahidi nisipumue tena. Lakini wapi, hewa nyingine tena ilitoka kwa sauti kubwa kabisa tumboni zaidi ya mwanzo. Na wakati ule ule wateja wengine wawili walikuwa wanaingia. Jamani, vipi tena, mbona leo kuna harufu kali sana humu ndani? Mteja wa kwanza alikuwa anauliza pale swali, na pale pale Chidi aliwafukuza wote haraka. Mimi sikuwa na hamu tena. Aibu ilikuwa imenikamata. Mbele ya Judy, kimwana mwenye umbo matata na sura ya kuvutia, eti nilikuwa nimelipua mabomu kama yale mbele yake, na hewa yote kuchafuka ndani ya saluni. Judith, wewe rudi kwanza nyumbani, tutawasiliana. Alikuwa anazungumza pale Chidi kumwelekezea wale binti ambaye bado alikuwa haamini kabisa kile ambacho alikuwa nakiona. Mwanamume ambaye alikuwa anampenda kwa kila kitu, eti leo alikuwa anafanya matukio ya aibu na maana kama ile mbele za watu. Hasani, pole. Alikuwa anazungumza pale Judith, lakini hata sikusikia kabisa kile ambacho alikuwa anazungumza, kwa sababu kila pale ambapo nilikuwa najikunja nilikuwa na amboli ya kutoa hewa chafu tu. Kusema kweli kabisa nilikoma. Mara baada ya Judith kuondoka, miguu ilianza kufunguka taratibu, na pale pale ndipo nilinyanyuka haraka kwa ajili ya kukimbilia msalani. Kilichotokea huko ilikuwa ni vita kati ya tumbo pamoja na kile chumba kwa ajili ya haja. Siku hiyo, msikilizaji, niliwahi kabisa kurejea nyumbani, maana yale ambayo yalikuwa yamenikuta ilikuwa ni zaidi ya sinema ya aibu sana. Nilikuwa nimeaibika mno mbele ya macho ya baadhi ya watu. Sikuwa na hamu ya kufanya tena kazi. Mambo hayakuwa ni mambo kabisa. Vipi tena baba, mbona leo unarudi mapema sana kama hivi? Alikuwa anauliza pale swali mpenzi wangu Mariamu mara baada ya kurejea nyumbani. Naumwa sana tumbo leo mpenzi. Pole sana mpenzi. Na nilikuwa na ulikuwa na kwenda pale kwenye nyumba ya wageni.
ulikuwa umekwenda kufanya kitu gani? Alikuwa anauliza pale swali Mariam na kunifanya moyo wangu ulipuke kwa uoga. Nilikuwa nimekwenda tu kwa ajili ya kununua soda mpenzi. Nilikuwa najibu vile kwa sababu hapo kwenye hiyo nyumba ya wageni kulikuwa na sehemu ya kujipatia vinywaji pia. Kwa sasa lile duka la pale jirani na ofisi yako hakuna vinywaji mpaka uende kununua pale kwenye nyumba ya wageni, si ndio? Hapana, sio kama hivyo mpenzi. Ni kubadilisha mazingira tu. Nilikuwa namjibu vile Mariam na nikaona na yeye alikuwa ananitazama usoni. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa anaona namwongopea. Na kulala juu ya mti je? Umelijua vipi hilo Mariam? Na sio hilo tu Hassan. Hata Judith kuja kwako kila kitu najua. Nimekufuatilia siku nzima mara baada kuipata hii video. Alikuwa anazungumza vile Judith na huku alikuwa ananionyesha ile video ambayo nilikuwa napanda mbuyu na huku nilikuwa nataja jina la Judith. Wewe umepata vipi hii video Mariam? Nilikuwa namuuliza vile swali Mariam kwa sauti ya ukali kidogo ili kusudi nipate mwanga wa kumchomoka. Swala sio nimepata wapi video Hasani, bali swala ni kwamba huyu ni wewe. Ulilala juu ya mti mpaka saa ngapi sijui, ukiwa unataja jina la huyo mbwa koko wako ambaye alikuja leo saluni pale. Ndio kusema kwamba umeanza kunisaliti Hasani, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali Mariam. Swali hilo likanifanya nijisikie vibaya sana, hasa ukizingatia kwamba nilimpatia ahadi ya kutokumsaliti. Hapana, sio kama hivyo, ila ni kitu gani sasa Hasani? Kusema ukweli kabisa Mariam, kuna mambo siyaelewi na yanatokea sana katika maisha yangu. Mimi sikujua kabisa hata hapo mbuyuni nimefika vipi. Kwani wewe ulikuwa unaelekea wapi mpaka kujikuta uko kwenye mbuyu? Alikuwa anauliza pale swali Mariam, nikajikuta nilikuwa nakosa majibu. Na usithubutu kabisa kutojibu wala kunidanganya pia. Alikuwa anaongeza kuzungumza pale Mariam na kuzidi kunishanganya. Nilikuwa nakwenda nyumbani kwa Chidi kufanya kitu gani? Na kuuliza swali Hasani, ulikuwa nakwenda nyumbani kwa Chidi kufanya kitu gani? Kuna mtu nilikuwa namfuata huko nyumbani kwake. Mtu gani? Jina lake nani? Samahani sana mpenzi wangu Mariam, nisamehe mimi. Nitajie hilo jina la huyo mtu ambaye unasema kwamba ulikuwa namfuata huko nyumbani kwa Chidi. Ni Judith. Kwa Hasani, inamaanisha kwamba mimi sikutosha humo ndani mpaka unatamani mwanamke mwingine huko nje, si ndio? Si uliniahidi kabisa kwamba hutonisaliti wewe, lakini sasa ni kwa nini unafanya kama hivyo Hasani? Alikuwa anauliza vile maswali Mariam kwa kufoka, na huku mimi nilikuwa nalengwa na machozi. Kusema kweli kabisa nilikuwa nimemuudhi haswa huyu mwanamke. Naomba nisamehe sana Mariam. Nilikuwa nazungumza vile. Mariam akanitazama kwa muda na huku alikuwa nasikitika. Haya, na huko kwenye nyumba ya wageni ambako umesema kwamba ulifuata soda, ni kweli kabisa ulifuata soda ama ulikwenda kukutana na huyo mbwa koko wako? Swali hilo ambalo Mariam alikuwa anauliza lilikuwa linazidi kunimaliza nguvu kabisa. Nilikuwa natamani kukataa, lakini sasa tayari nilikuwa nimeshayavulia maji nguo. Ukweli pekee ndio ambao nilikuwa nahitaji kuweka bayana. Kwa ilibidi nikubali kila kitu. Nikaanza kueleza jinsi vile ambavyo mambo yalikuwa toka siku ya kwanza kabisa, huku nikimwambia kwamba Chidi alikuwa anajua sina mwanamke na ndio maana alikuwa anajaribu kuniunganisha na Judith. Na mimi nikajikuta kweli kabisa naingia katika mtego huu kiwa rahisi sana. Nilizungumza mambo mengi sana, ikiwemo yale maswaibu yaliyopelekea mpaka kuvunja simu yangu.
Mariamu alikuwa ananisikiliza tu kwa muda, na niliona kidogo alikuwa anapunguza munkari wake. Mara baada ya mazungumzo ya muda mrefu akanitaka nisirudie tena kosa hilo. Akanitaka nimwambie Shidi kuwa sasa nilikuwa na mtu. Ikabidi nimpeleke nyumbani akaonane naye, na hilo halikuwa na shida kabisa. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele tu msikilizaji, lakini mambo yalikuwa yale yale. Kila pale ambapo nilikuwa nataka kwenda kumsalimia Karim, aidha ilikuwa nakosea njia na kujikuta nilikuwa natokea sehemu nyingine kabisa, ama nilikuwa napatwa na uvivu mkubwa sana. Sikujua kabisa ilikuwa ni kwa nini, lakini kusema ukweli kabisa hali hii ilikuwa inaanza kunipatia mashaka. Msikilizaji, mimi naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi. Tukutane hapo kesho. Bye bye.